Ni muda na wakati mwingine ambao tunakutana katika kipindi hiki kinachozungumzia matukio mbalimbali ya michezo ambayo yapo, yanakuja au yamekwisha kutokea. Na ni kuweke wazi tu kwamba tumekuwa tuzungumzii mchezo wa aina moja, bali tumekuwa tukizungumzia yale ambayo yapo katika michezo tofauti hapa nyumbani Tanzania, hata kwa wale wachezaji wetu au na michezo ambao wako nje ya Tanzania. Na Zanzibar International Sports Festival ni tamasha ambalo linakuja kwa mara nyingine tena msimu huu, na likiwa na dhana ile ile ambayo imebebwa katika msimu uliopita, njia kuu au eneo kuu likiwa katika utalii, lakini ikigusia zaidi waendeshaji wa baiskeli pamoja na michezo mingine ambayo itakuwa katika tamasha hilo ambalo linachukua takriban wiki nzima kufikia kilele chake. Na leo hii kwa mara nyingine nimepata fursa ya kuwa na mkurugenzi wa tamasha hilo, Bwana Mohamed Salum Momo, ambaye amepambana kweli kweli kutoka katika baiskeli peke yake mpaka kufikia hapo ili kuweza kupata update ya nini kinachoendelea katika michezo hiyo. Mohamed, karibu sana shehe. Asante sana. Mambo yanaendaje? Mambo ni mazuri kama unavyojua. Ndio. Visiwa vya Zanzibar vipo vinawasubirini mje kwa wingi, mje mshiriki, mje mfurahie maendeleo ya Zanzibar. Kwa hiyo kwa kweli karibuni sana. Asante sana. Kuna mtu anaitwa Mangasole na Raimu akisikia habari ya Zanzibar huwa mara mbili kwanza wanajishauri kwanza. Okay. Wanakuambia msosi. Si wakulia. Msosi. Wakulia wajua wanapenda msosi huo umejaa sana hivi. Okay. Wakija waambie wanitafute, nitaonyesha maeneo mengine ambayo wakipia vyombo vya uhakika. Mohamed, ni muda umepita, nasema kutoka msimu uliopita mpaka msimu huu ni mambo mengi sana. Na nakumbuka kwa msimu uliopita uliweza kushirikiana na Azam TV, Azam Media katika kuhakikisha kwamba watu wanapata habari, lakini habari zinatoka nje ya mipaka ya Tanzania ili washiriki waweze kuona umuhimu wa jambo hili. Na tayari nadhani muda umefika. Vipi maandalizi yamekaaje mpaka muda huu? Asante sana Bwana Patrick. Kwanza kabisa ninapenda kushukuru Azam TV. Kwa kweli Azam TV inafanya kazi kubwa, na kutaka ushahidi ni kupitia michezo hii ambayo tulifanya mwaka jana, iliweza kuwafikia nchi nyingi ambao walikuwa wako nje ya Tanzania, walikuwa wanatuona bila shaka, na tunapata salamu na pongezi. Kutokana na mchezo wenyewe ni wa kimataifa, kwa hiyo Azam TV ameweza kuwafikia wale walipokuwa wako kwenye mashindano hapa. Ina maana watu wa Kongo wanaona, watu wa Kenya wanaona, watu wa Rwanda, wa Burundi, wote. Kwa kweli hiyo inatupa faraja na tunafurahia na tunaendelea na ushirikiano huu, na ndio maana tulipoanza maandalizi tumekuja kugonga mlango. Maandalizi yanaendelea vizuri. Tupo katika hatua za mwisho za maandalizi, sababu kama unavyofahamu mara hii tunapanga kufanya mchezo huu wa baskeli utaanzia Forodhani na ufunguzi utakuwepo pale. Tutafanya matembezi kuanzia Forodhani mpaka Maisara pale alikotujengea mheshimiwa viwanja vile. Alimradi tuvinadi vile viwanja vipya vile. Sisi kama umefika, nilikuja Ngazimia juzi kati. Sasa vile viwanja tunataka tuvionyeshe vile na ulimwengu wa nje wapate kuona vile viwanja. Kwa hiyo matembezi yatatoka pale Forodhani. Mara hii ufunguzi utakuwa ni tofauti. Tunashirikisha schools, tunashirikisha vyama vya mazoezi na vilabu waje katika ufunguzi. Tunategemea kuwa na watu takriban ambao tumealika mpaka 3,000-3,500. Matembezi haya ni kuashiria amani, upendo, lakini na umuhimu wa michezo na kushirikisha jamii katika hili tamasha, sababu tunajua kuna matamasha mengi Zanzibar. Tamasha la filamu, tamasha la muziki, sasa tamasha la michezo vile jamii iwe sehemu. Kwa hiyo tutafanya ufunguzi ule kuelekea Maisara, na tunategemea kuwa na viongozi wa kitaifa katika matembezi hayo. Wakati tunatembea tukifika pale Maisara ndipo itakuwa starting point, ambapo sasa pale mgeni rasmi ata flag off
wale washiriki wa baskeli ili waanze mashindano rasmi. Na wakiondoka pale wataelekea Kizimkazi kwa mama. Kwa mama. Kilomita ngapi hizo? Pale ni kilomita kama 95. Wanaweza kuzipiga, wapatie kama masaa mawili washafika Kizimkazi. Ndio. Ya, kwa hiyo tutafika Kizimkazi, tutalala Kizimkazi. Tunasema hatuwezi kuondoka hivi hivi kwa mama. Tupate baraka. Lazima tupate baraka. Na baraka hizi itakuwa ni siku ya pili yake. Tumepanga jambo la kufanya usafi pale Kizimkazi, kushirikiana na jamii ya pale. Mwaka jana tulipanda miti. Ndio. Kila nchi ilishiriki, Kongo, Rwanda, Burundi, Ufaransa, Ujerumani walipanda miti. Na miti ipo inaendelea vizuri. Okay. Kabisa, umeacha historia pale. Tunategemea kila likienda watarudi watapata kula, waliopanda embe watakula embe, watakula mapera, unaona? Kwa hiyo mara hii tumesema tutajikita kwenye usafi, lakini tunashirikiana na wenzetu pale wanaitwa Al-Salam Cave. Tutafanya zoezi sababu wao wana hawa kasa wanakuwa wanatumia katika eneo lile ambalo la kitalii, na katika mwaka wanawasafisha alafu wanawarelease. Wanarudi wanawaachia huru tena. Sasa ni jambo kubwa, maana yake najua kasa kumekuwa kuna utata sana watu kuvichukua, vingine hata vidogo vijakoma. Wanavichukua na kula. Sasa hawa wanajaribu kuwafahamisha na kuwaelimisha. Msile, lakini tupeni, wananunua kwao. Wao wanawatumia katika eneo lile kama kivutio cha utalii, lakini kuangalia, kuwa treat. Ikifika muda wanawaachia. Sasa katika zoezi la usafi na hilo moja tutafanya, wao wenzetu waone muhimu. Na baada ya usafi ndipo pale tutaendelea na ruti yetu ya baskeli ya kwenda kutoka sasa Kizimkazi. Itaelekea Kendwa. Umeona hiyo ni karibu kilomita 120. Uliona ile ya mwanzo ile ni refu, lakini hii itakuwa refu zaidi. Ndio. Tutatafuta hiyo itakuwa ni ruti ya pili. Sasa katika maandalizi, sehemu yote ya maandalizi pale Kendwa tutapokelewa kama kawaida, na tutakuwa na siku ya 3 ambapo tutatoka Kendwa tutaenda mpaka eneo linaitwa Mwanyanya. Tutafanya halfway ya wanawake na wanaume kama kawaida, na hapo itakuwa ni tarehe 22 ndio itakuwa mwisho wa baskeli. Kwa maana hiyo kila mzunguko tutampata mshindi. Baada ya hapo tutajumlisha wale washindi, na kwa kila hatua na kila mzunguko mshindi ana zawadi yake. Na mfumo wa zawadi tunatoa zawadi kwa mshindi wa kwanza mpaka mshindi wa 10. Kwa hiyo hata wewe kama unataka kujipima basi japo nafasi ya 10 njoo chukue. Baiskeli. Baiskeli inabidi ule tizi kweli. Uje uchukue japo nafasi ya 10 ndugu yangu. Mimi naendelea kufuatilia, tunajua kuna mchezo mwingine itakuwepo. Humo. Mimi najua utajichanganya humo. Mimi nakupa moyo sababu unajua unaweza kuchukua nafasi ya 10. Nitajaribu ile Bagamoyo nilichemka. Hii nitajaribu. Kule hali shwari. Ya, kwa hiyo itakuwa hivyo, lakini wakati mzunguko ule unaendelea, tukienda kwenye kuhitimisha tarehe 22, kutakuwa kuna beach soccer inaendelea pale Kendwa. Kama watu umesikia Kendwa Rocks. Beach safi nyeupe. Kendwa Rocks, mchanga ni mweupe pale. Hakuna hata jiwe pale. Kwa hiyo ndio maana mchuano huu utapigwa pale. Ni timu za nyumbani zitachuana pale, takriban timu 4. Itapatikana timu moja ambayo ni mshindi, ambaye huyu mshindi atacheza na timu ya Kenya. Hiyo itakuwa ni finali. Lakini hii usikose. Hii kuna changamoto nyingine itakuwepo pale katika michezo, inaitwa Mkwezi Challenge. Mkwezi Challenge. Unafahamu, ukirudi kwenye historia kidogo, unajua kule Zanzibar kuna minazi mingi, na Mzanzibari hawezi kuishi bila nazi. Chakula nazi, wali wa nazi. Sasa nazi zinatumika kwa matukio mengi sana. Yaani nazi kule huwezi kusema Zanzibar bila nazi. Ni sasa vile Zanzibar bila karafuu. Kwa hiyo tumewapatia fursa
kwa kweli tutaweka katika fukwe ya Kendwa ile ambako na imagine pale wazungu ambao ni watalii wetu wale. Ukiacha watalii wetu, raia wa kawaida wataburudika na ile zoezi. Tutaweka mti mkubwa takriban mita 10. Na ule mti utakuwa na zawadi huko kileleni mwisho. Okay. Hata Azam anaweza kusema ndafunga zawadi kule. Anaweza kusema mtu yote taasisi yoyote tafunga kule. Sasa ule mti tutauweka mafuta almost lita 40 ya mafuta ya kula. Okay. Sasa wewe kazi ni kupanda ufike juu kule. Utachokikuta kule chote beba. Yaani unapambana na ule utelezi wa mafuta pale. Basi ni hivyo tu. Na usione kama ni kazi rahisi. Maana kupanda mti kwenyewe shughuli, mnazi kwanza. Umeona? Alafu sasa kuna mafuta hayo. Na unaruhusiwa kuja na dhana zote, wewe njoo nazo, lakini si mchezo. Sasa ngoja, sasa hapo katika vigezo na masharti kuna watu wazoefu wa kwenda naenda kutoa vidaka katika minazi. Kuna wale wanaenda kuchoga vitu vyao wanapokuwa wameviweka kule juu. Sasa washiriki wa hiyo ni hao wanaojiandikisha kutokea huku au ni yoyote ambaye atafika katika eneo hilo kwa muda huo? Yoyote anajisikia kuwa na mimi leo nimefika hapa, nataka niwasilishe jina langu kwa kamati, anapeleka jina pale. Okay. Hata last minute tunawapa chance. Pengine mwingine alikuwa hana taarifa na hilo, atapofika pale anaona zoezi linaendelea, basi haya peleka jina, vigezo, haya umri nini, anapanda. Sasa hapa unashindana vipi na yule mtaalamu mwenyewe? Maana kuna watu wataalamu wa kupanda minazi. Mimi nakwambia ndugu yangu, zoezi lile halina mtaalamu. Na tamani uwepo siku hiyo ungeshuhudia. Mafuta kwenye mnazi hapo pale. Alafu kumbuka kuna jua linapiga. Jua kali, na maana likipiga jua yale mafuta yanawaka moto. Yanawaka lazidi kuteleza. Kwa hiyo inaweza ikatuchukua zaidi ya masaa mawili watu mpaka tukapata mshindi kwenda kule. Burudani safi sana. Sana. Kwa hiyo ile tutaifanya vile vile, ni sehemu ya zile activities, lakini wakati ule pale tutafanya vile vile volleyball competition. Okay. Beach volleyball. Beach volleyball ambayo hiyo itashirikisha sana kuna wawekezaji ambao kwa ukanda ule, kila mmoja, let's say Kendwa Rocks ataleta timu yake, Azam ataleta timu yake. Yeah. Sasa wanachuana pale. Okay. Tumeona vile vile lazima tushirikishe na jamii. Sio kila kitu kiwe na international figure, lakini vile vile jamii, hao wawekezaji ambao wako upande ule vile vile wajisikie kuwa ni sehemu ya ile. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo ya tarehe 22 ambayo itakuwa baskeli zimemaliza, tunategemea kuwa na usiku wa gala ambapo itakuwa ni kupeana vyeti pale, na tunashirikiana sana kwa karibu na Kendwa Rocks katika kuandaa hiyo usiku wa gala, na mgeni rasmi wa kutoa vyeti hivyo itakuwa ni rais wa chama cha baskeli Afrika. Okay. Ambaye atakuja mara hii kwa kuja kushuhudia. Msubiri Momo. Unajua katika vitu vigumu sana katika mchezo wa baiskeli ni kuweza kumpata huyu mwamba. Yaani kumpata awe rais awe katibu wa chama cha baiskeli Afrika, acha dunia, huwa ni shughuli kubwa sana. Niliona maendeleo ambayo yalisogea kwa muda mrefu. Rwanda walifanikiwa sana baada ya kuattract hao watu, kwa sababu ni watu ambao wanatembea na fungu kubwa na watu ambao wana maono ya kuendeleza mchezo huo. Sasa labda tuje hapa umenishtua, ndio maana nimekukatiza kwanza. Mmempataje huyu mtu na nini ambacho kimemvutia kusema kwamba nitakuwa sehemu? Manake huyu ni mtu mkubwa mno. Ya, nafikiri ulichokiongea kwa kweli, hata yale swali uliouliza ni swali ambalo tayari umeona vigezo ambavyo nchi nyingine unatumia. Ukiona kama Rwanda, ni kweli wao wamekuwa hodari kwa kualika watu kama hawa. Sababu unaweza kuwa unaisikia sifa ya Rwanda ukiwa Tanzania, lakini utavoisikia sifa ya Rwanda na utapokwenda pale ni tofauti. Sasa tunaona iko haja hawa watu kama hawa kuwaleta nyumbani, waje waone. Wanaijua Zanzibar, lakini pengine kwa historia wamesoma shule, wengine pengine hawajabahatika kufika. Lakini atapofika Zanzibar
ataona Zanzibar ama atapofika Tanzania bara ataona kumbe ina sifa nyingi. Kwa nini kama Rwanda inaweza kuandaa World Champion ambayo inaenda kufanyika Septemba mwaka huu. Rwanda hiyo. World Champion kwa mara ya kwanza Afrika. Inaenda kufanyika Rwanda. Kwa nini Tanzania tusiweze? Lakini njia ni kuweza kuwaleta wale ni ambassador, wale waje waone kinachoendelea. Kumbe Tanzania ni nchi salama, kumbe Tanzania ina mabarabara mazuri, kumbe Tanzania ina wanyama. Kwa hiyo sasa tumesubutu kumwalika, na kwa uzito na mapenzi ya Afrika, ya Tanzania na Zanzibar, ametuhakikishia anakuja na tiketi tayari amekata. Anakuja kwa ajili ya kushirikiana na sisi. Lakini nikirudi tena kwa swali lako, mtu kama yule akija, anakuja na mkoba mzima umejaa fursa. Zile fursa zitakuwa ni fursa za Tanzania. Haizi kuja na fursa alafu akarudi nazo. Lazima akifika ataona kumbe kuna 1, 2, 3. Kwa nini tusijiandae na mashindano ya Afrika next year? Unaona zile fursa. Kwa hiyo hata sisi tunaona ni fursa kubwa sana na ni heshima kubwa sana kwetu, na tunasubiri kwa hamu. Well, mimi bila shaka nikwambie tu kwamba unaweza kupata dibaji, na hayo nayaona ni yale yalikuwa yamejitokeza mwaka jana katika hiyo picha ilikuwa inapita hapo. Lakini nikueleze kwamba mchezo wa baiskeli umekuwa na fursa nyingi sana, na kikubwa ni kwamba licha ya gharama, nitakuja baadaye hapa ujue gharama ya baiskeli moja tu inaweza ikashindana na gari ngapi unaziona barabarani na usiweze kuniamini. Lakini ukweli ni kwamba ni fursa nyingine ambayo inakuja katika visiwa vya Unguja ambapo ndio itafanyikia michuano hii, na tumesikia dondoo ya kile kilichopo. Lakini nani watakuja? Washiriki wangapi watakuja? Wangapi wameweza kuona fursa hii na kuweza kusema kwamba tutaweka chochote ili mashindano haya yawe na taswira nzuri kwa wageni wanaokuja kwa ajili ya Tanzania. Tuone kwa matangazo, tutarejea baada ya muda mfupi. Naam, tumerejea na tupo katika kile ambacho kinaendelea ndani ya kipindi hiki, na nipo na mkurugenzi wa Zanzibar International Sports Festival ambayo italindima mapema mwezi ujao katika visiwa vya Unguja. Na nikwambie tu, baiskeli ni sehemu kubwa ya mashindano ambayo yatakuwepo katika fursa hizo za michuano ambayo itakuwa katika tamasha hilo litakofanyika takriban wiki nzima na kufikia tamati kule Kendwa Rock. Sasa tuje katika hili hapa, Mohamed Said. Moja wa watu ambao nimekuwa nikifanya nao hii, mimi nilitoa baiskeli moja. Nilitoa baiskeli nikaambiwa thamani yake. Uwezo kaamini kwanza nimeitundika. Natafuta mteja. Iko juu natafuta mteja. Hiyo wanasema the more zinavyokaa ndo vinakuwa na thamani kidogo. Nimeitundika. Nimeitundika kwa sababu nilikuwa sio mtu nayeamini kwamba baiskeli inaweza ikawa ya gharama namna hii. Lakini rafiki yangu mmoja pia, huyu miliki na mkurugenzi wa Silent Ocean, Salah Mohamed, aliendesha baiskeli yake, alivyonitajia ile bei. Sasa nikamwambia unamiliki hizi. Sasa unajua baiskeli zipo nyingi. Nilikuwa najua tu Matambuu ndio baiskeli ya gharama. Lakini nimegundua kwamba watu wengi wapo, na licha ya hii ambayo tunaona watu wanakimbia, watu wanaamini mno katika baiskeli kwamba licha ya zoezi la kunyonga baiskeli, lakini ina faida nyingi sana hii kitu, licha ya umri. Sasa gharama hizi najua zinavyokuwa na tabia yake, lakini mmeweza kualika watu wangapi ambao wanakuja kushindana? Maana yake una Volkswagen, kuna mwenzako na Mercedes Benz. Kuna mwingine ana Fiat. Ana Fiat, Leila ndio. Sasa vipi ambavyo wanakuja kushiriki hapo katika haya mashindano na mwitikio wao kwa nchi tofauti? Kwanza niseme kuwa mwitikio ni mzuri kwa sababu hii itakuwa ni second edition. Ndiyo. Mwaka jana tulifanya na mwaka huu tunaenda kufanya tena. Na kwa faida tu ya mtazamaji, kwa mwaka jana
tulikuwa na nchi takriban 12. Tulikuwa na washiriki 150 kwa mwaka jana. Na mwaka huu tunategemea kuwa na nchi 15 zimeongezeka, ambayo iliongezeka ni Sudan, ameongezeka, alileta maombi vile vile ni Sierra Leone. Angalie umuhimu, Sierra Leone iko mbali huko kabisa. Anataka kuja visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo kwa kweli inatupa moyo. Lakini na timu nyingine ambayo imeongezeka ni washiriki kutoka Dubai, ambapo hakuwepo mwaka ule. Sasa hivi mwaka huu tunategemea kuwa na washiriki kutoka mataifa 15, lakini idadi itakuwa 180. Hao ni washiriki wa kimataifa. Inamaanisha Rwanda, Kongo. Tayari Kongo washaleta mpaka majina. Kongo wapo 32 kutoka Katanga. Mmoja anatoka Kinshasa, mji mkuu pale, ambaye ni mwanamke, na yeye anakuja kutetea tena ushindi wake. Amewahi kuwa mshindi wa Kongo, kwa hiyo na yeye tayari ameshajisajili. Kwa ufupi, unaona mwitikio si mbaya, kuwa tuseme kama tuna Kongo tayari watu 35. Wenzetu majirani wa Kenya nao tayari idadi imekuwa juu. Kwa kwanza Mombasa, maana unajua ukiniambia Kenya, Mombasa na Nairobi wote. Mombasa kuna timu moja matata sana. Timu moja ya Mombasa katika maeneo yake. No, Mombasa. Mombasa kwa ufupi, timu ya Mombasa ina mwamko hivi. Mwamko mkubwa sana. Mkubwa. Ina mwamko mkubwa. Lakini vile vile na Nairobi vile vile kuna mwamko mkubwa, na mwamko mkubwa sana kwa Nairobi, sio? Na ukipiga mahesabu yake kamili, unaweza ukasema kwamba katika ile maeneo hayo ambayo unayazungumzia, wamekuwa na competition wenyewe kwa wenyewe. Unajua nimezungumzia Mombasa kwa sababu wamekuwa kwamba wakija katika mashindano sio tu wanashindana, bali na jambo lingine kubwa zaidi, yani huwa wanahamasisha. Ni kweli, na wao wanapenda baskeli na wanaiendeleza baskeli sana. Natamani na sisi tunaelekea huko, kwa sababu tunaona sasa hivi Tanzania nayo inaamka. Tunaamka kibaskeli, na ndoto ni kuangalia na sisi tunafanya mashindano makubwa sana. Na ukiona sifa za kuweza kupokea mashindano kama yale ambao wenzetu wanaenda kupokea kwa mara ya kwanza kutoka kuja Afrika, na sisi tuna sababu kijiografia, kila kitu tunacho. Amani ni kubwa nchini kwetu. Na mimi nahisi tuangalie hivyo, sababu hii ni sport tourism, ambapo ukirudi nyuma kidogo ukiona historia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, aliwahi kuimba nyimbo hiyo, sport tourism. Lakini haikutosha, vile vile upande wa Zanzibar Mheshimiwa Mwinyi naye akaimba nyimbo ile moja. Nafikiri moja aliimba, mwingine akaweka ni collab ile. Kwa ufupi, hii nisema tourist ama sport tourism ina fursa nyingi sana. Na ukiona ambao nchi mfano Dubai, wao wameendelea katika sport tourism, ndio kinachowaingizia zaidi. Angalia sasa na wenzetu Rwanda ambao ni majirani, wanapita mle. Ukiona sasa hivi Rwanda imekuwa kitovu cha michezo kabisa, ambako ukiona historia wao hawana, sio kwa wako na footballers wazuri nini, hakuna, tukiacha tu basketball. Sasa ni kuamua na kuchagua. Sasa ukija kwetu Tanzania, nchi na kila kitu na kila sababu, ifike wakati sasa hii michezo tuipromote. Na ndo hivi tunajua viongozi wa kitaifa hawezi kufanya wao kama wao,
sisi kuanzia wewe, mimi na mwingine tuwasaidie tuje ili tufikie malengo. Na naamini ili swala la baskeli, lengo na ndoto ni kuona tunafanya shindano kubwa sana, pengine la dunia likaja hapa. Na ndio maana tukaanza hatua hizi. Lakini hata hivyo kama unavyoona, umeona mwitikio ni mzuri. Umeona mwitikio ni mzuri. Kwa hiyo mataifa yapo ni mengi mno, ambapo nimekutajia baadhi, ikiwemo na Malawi, Uganda, Rwanda. South Africa wanarejea mwaka. South Africa mara hii wana shida kidogo, lakini wanatamani kurudia, lakini wana shida. Okay. Ila kwa kweli tunaamini mwitikio utaenda kuwa mkubwa zaidi, sababu kuna timu vile vile iliomba kusajili. Naomba nalo niliweke wazi, ilikuwa ni timu ya Uholanzi. Na hawa ni washiriki kweli kweli professional. Ila bahati mbaya tulipotangaza tarehe zetu zikaingiliana na tarehe za kwao. Lakini walikuwa wanakuja tayari washiriki 10 kutoka Uholanzi kama timu. Wasema lazima tuondoke na zawadi. Sasa mimi nikiziangalia hizi picha hapa za msimu ule uliopita, bado najiuliza, najua kwamba kuna vitu vingi vinahitaji gharama. Kuna ndege moja kwa moja kufika visiwani. Lakini kuna ndege nyingi ambazo zinatua katika uwanja wa Mwalimu Nyerere hapa airport. Sasa kusafiri kwa mtu ni kitu kingine, kusafiri mtu na baiskeli ni jambo nyingine, na gharama zinakuwa kubwa sana. Hili nalo mnaenda nalo vipi katika kusafirisha washiriki kutoka bara kwenda pale visiwani na kurejea? Ni changamoto, kwa ufupi ni changamoto, lakini unajua tunaamini sana leo tuko hapa Azam, lakini tunajua kuna Azam Marine, na ni watu ambao wanapenda maendeleo na wanapenda michezo sana, unaona kabisa yani. Ni kuamini kuwa tutapowafikia wenyewe wahusika wanaweza wakasaidia katika hili, sababu limekuwa ni changamoto, na nashukuru sana kwa kulileta hapa, sababu ni kama vile wewe unaishi baskeli ili utaki kukubali tu, lakini najua kama unaishi baskeli. Changamoto sababu unafika bandarini lazima ulipie baskeli yenyewe, alafu ukipakia kwenye boti vile vile ulipie, lakini wale wasafiri lazima nao walipie. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Tutapokaa tutapata mdhamini akasema sisi tunaweka mkono katika hili, kwa kweli atakuwa ametusaidia, sababu na atapotusaidia kiasi hicho kuwa kinaweza kikafanya washiriki wakawa wengi zaidi. Sababu kuna wengine hata yale mashati madogo na yaweka na still na washinda, lakini wanatamani waje washiriki. Wanatamani waje washiriki. Na tunachokifanya, mshiriki anapokuja akishafika hapa kwenye ardhi ya Tanzania, akiingia Dar es Salaam, pale tena sisi tunamchukua, inakuwa ni gharama yetu kumuingiza kwenye vyombo vile, kumleta Zanzibar, na pale atapokuwa yuko Zanzibar usafiri wa ndani wote uko chini yetu, chakula na malazi na maji. Kwa hiyo vile vyote vinakuwa viko chini ya mwandaaji. Kwa hiyo mzigo ni mkubwa. Mzigo ni mkubwa. Kwa sababu kichwa tu cha mgeni unaenda kwenye $35 huko kwenda juu. Hapa sio. Bado gharama ya baiskeli. Baiskeli nao unaambia ulipia 10,000. Lakini ukienda kwenye ushuru vile vile na unaweza ukatozwa nao 5,000 nyingine kule. Sasa ukiwa na baiskeli 100-200. Umeona? Shughuli ndefu sana. Ni ndefu. Sasa washikadau, na maana ya kwamba stakeholders, hii ni jambo la utalii, kwa maana ya kwamba lina impact kubwa kwa maendeleo ya taifa kutokana na wale washiriki wa mataifa mbalimbali kuja. Wengine pia wanakuja na vyombo vyao vya kimataifa kuweza kurusha katika live streaming na vitu kama hivyo. Kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na upande huu huku, hali ipo vipi? Lakini pia sponsorship, kwa maana ya kwamba makampuni ambayo yameona hiki kinachotokea na mpaka sasa hivi ambayo yametia nia kukubaliana kabisa, na wale ambao wanataka kutia nia wanatakiwa wafanye nini?
No, nafikiri kama nilivyotangulia kusema, tunajenga nchi, na nafikiri ni jukumu la kila mwananchi. Ndio. Na kila mwananchi kujenga nchi ni kuweza kuchangia mchango wote, hata wa mawazo, utakuwa wewe tayari umejenga nchi, na ndio uzalendo nafikiri. Na tukiona kwa upande wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tuna ushirikiano nao mzuri wa kuweza kufacilitate hayo mambo yatokee, yafanyike. Wanatupa ushirikiano huo, na vile vile kuangalia vipi, especially sasa hivi tulishapeleka maombi. Unajua kuna inbound insurance Zanzibar sasa hivi. Okay. Ambayo hiyo inakuja kumgusa mwendesha baskeli. Okay. Na mwendesha baskeli asilimia kubwa sana mchezo huu baada hujawa na pesa sana kama vile football. Kwa hiyo unakutia asilimia kubwa ya wale wanakuja katika mashindano haya, ile fedha wanachangiwa na either serikali yao ama vile vyama vile. Tuseme chama cha baskeli cha Malawi kinatoa katika mfuko, kinawanunulia ticket. Na sasa hili katika moja ambayo msaada ambao tunauomba kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar ni kuangalia vipi wanaweza kutoa msamaha wa kodi hii kwa hawa washiriki, sababu wao wakijua kama hilo jambo litawezekana ndio watakuja wengi zaidi. Yeah. Licha kuwa tumefahamishwa kuwa hii ni sehemu ya usalama wao, lakini bado hawa washiriki wa baskeli, kama unaweza kumwambia alipia kiingilio 70,000, anaona nyingi, na ile kiingilio mna ticket na chakula kwenda na kurudi, actually ni kama bure tu, lakini ile unafanya hivyo kwa kurestore discipline. Unajua wanasema kitu cha bure hakina heshima. Ndio. Kwa hiyo ni kubwa sana ambalo limeenda sambamba na swali, ni kuomba serikali ya Mapinduzi liangalie hilo, na especially kwa hawa washiriki tu. Okay. Ambapo itasaidia na itawapa mwanya wao zaidi kuwa tunapata washiriki, sababu unaweza kuwa hii $44 usipate on the sports, lakini ukirudi kwa upande mwingine wale wakija sio kwa hawatalii, wanatalii. Mimi nakumbuka last year washiriki walikuja wa baskeli, wengine walikuwa wanalala Serena, wengine wanalala maeneo tofauti mbali, wale ambao walikuwa hataki kucamp na wengine. Kila mmoja alikuwa amejitafutia hoteli, lakini wananunua chakula, wanafanya zawadi, wanafanya shopping. Kwa hiyo mwisho wa siku wanachangia uchumi. Kwa hiyo ni kuangalia hivyo kuwa hii inaenda kuhamasisha utalii wa michezo. Kesho watakuja mwendesha baskeli wa Ufaransa ama nyota, atakuja na familia yake, watafuatana. Kwa hiyo tayari ile tunaukuza na tunasaidia serikali kutangaza utalii na kutangaza kisiwa kenyewe. Na ukiangalia katika hilo Mohamed umezungumzia pia, lakini sponsorship package ikoje mpaka sasa hivi? Yani wale ambao wanaweza kuchangia. Sponsorship yetu iko wazi. Unajua kutokana sisi kuna of course ni kama taratibu zote zile za sponsorship. Unaanzia kule kwenye gold, unakuja silver, unaona platinum, unashuka vile. Hizo ndo taratibu zile za sponsorship. Lakini vile vile tunaweza kukaa kwenye meza. Hatusemi lazima sisi tupewe pesa, lakini lese huyu anasema mimi nitatoa maji 6,000 ama 10,000 ya washiriki. Tunakubali aina ya sponsorship aina hiyo. Tunakukaa leo wenzetu wa Azam Marines wakitwita, bwana sisi tutakupeni ticket. Sisi tuko tayari kwa vitu kama hivi, na tunaona tayari inatusaidia sisi na inatupunguzia, sababu mwisho wa siku ulikuwa ununue ticket lakini ushapata Azam Marines.
Ushapata punguzo, ushapata ticket moja kwa moja. Lakini vile vile atakayekupa maji naye tayari ameshafanya mchango wake. Atakayekupatia chakula ashafanya mchango wake. Kwa hiyo ni swala la kukaa kwenye meza. Alafu wewe unaangalia, wewe ambaye ni mchangiaji, unaona utachangia vipi ili jambo alimradi lende. Na shughuli za usalama kwa wana usalama kule, hasa siku zenyewe maki kuna 95 Kizimkazi. Kuna 100 na kwenda Fumba. Na kuna watumia barabara huko. Wakati mwingine ujumbe ukichelewa kufika, kuna wengine huwa kama tu wameweuka na kuamua la kwao. Mwaka jana mlifanya vizuri nakumbuka. Je, mwaka huu hali iko vipi na wale ambao wanahusika na sekta hiyo? Mnaendelea nao vipi? Ikiwamo pia na watu wa Red Cross. No, nashukuru. Tunashukuru kwanza, tena narudi kushukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa kweli mwaka jana lile zoezi walisimamia kikamilifu na walipatia usalama wa kutosha mabarabarani. Na sikumbuki wapi tulikwenda, lakini nakumbuka vyombo vyote vya dola tulivitaarifu. Na mwisho wa siku tunapita, naona mabarabarani kuna askari kila ile eneo la tuseme kwenye roundabout wapo standby kabisa. Wanajua msafara unakuja na walifanya kazi yao kikamilifu na kiuadilifu. Kwa hiyo walitupatia ushirikiano, na sana zaidi ni kuangalia usalama. Sababu hao wanaokuja wengine wanaangalia vigezo vya barabarani. Na hawa ndio good ambassadors ambao wakirudi makwao watazungumza, kweli mchezo huu ama mchezo wa kimataifa wa Afrika ama wa dunia tupeleke Zanzibar ama tupeleke Tanzania bara. Kwa hiyo swala la usalama ni muhimu, lakini tunashukuru mpaka sasa mchezo uliopita tulishirikiana na serikali ya SMZ kwa ukaribu sana, na walitupatia ushirikiano mzuri. Walitupatia hata pikipiki ya msafara walitupatia. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo kwa kweli. Na watu wizara walionaje fursa hii Bwana Momo? Kwa sababu nakumbuka kwamba nchi yetu imebarikiwa katika vitu ambavyo tunajivunia msimuni kuandaa michuano ile ya CHAN na michuano AFCON ndio kuja mbele. Na muda unakaribiana, na ukiangalia tamasha linapokuja na kipindi ambacho michuano inakuja ni kama sehemu ambayo inaweza kutumika kuhamasisha watu kuja katika michuano hiyo. Hasa wanaotoka ukanda wa Afrika. Je, kuna nini ambacho mtakifanya katika kusherehesha yale ambayo yanakuja kufanyika huko? No, ni kweli wizara nayo inatupa ushirikiano wa karibu. Namshukuru waziri Mheshimiwa Tabia. Hata kwenye press conference zetu anakuwa yeye ndo mgeni rasmi sana. Na kabla tujaingia zoezi hili la mwaka huu uliopita, tulikuwa tulifanya ufunguzi rasmi, lakini aliheshimisha nchi. Nakumbuka alienda kununua baskeli haraka. Akasema, bwana, hii hainipiti, nendeni mnunulieni baskeli. Na alikuja akashiriki na washiriki wengine, akapiga kilomita kadhaa pale uwanja wa Amani, akatinga na kiti yake. Kwa kweli alitupa faraja. Na sasa hivi tunategemea kushirikiana naye kwa karibu sana, na especially kwa ugeni huu ambao tuko nao. Kama tunategemea kumleta rais wa chama cha baskeli Afrika, ina maana lazima waziri wetu awe naye karibu kwa kuziona hizo fursa ambazo atakuja nazo. Kwa hiyo tunazidi kusisitiza kweli jambo hili ni la nchi zaidi, na si la Momo ama la Patrick Nyembela. Ni la nchi. Kwa sababu mwisho wa siku anakuja anaambia naenda Zanzibar. Siendi kwa waziri Tabia, naenda Zanzibar kabisa. Na ukiacha hivyo ile Zanzibar, lakini akitoka amefurahia na anaenda. Mimi nakwambia, ungeona vile wenzetu wako so excited. Nchi hizo ambazo zinasubiri, sikuwa nauliza kila siku lini mashindano. Sasa uone kuwa hiyo ni dalili nzuri. Well, na katika swala lingine la msingi kabisa Mohamed, ukiachana nayo yote ambayo yapo katika shamshamu hizo na nini, kuna wanasema asili. Ukiangalia asili ya baiskeli na punda katika visiwa vile, hasa
kisiwa cha Pemba, mambo haya unaweza usiulize mara mbili. Hamasa ikoje katika ushindani wa ndani kwa maana Unguja na Pemba kuelekea tamasha hili? Ni hamasa ipo na umenifurahisha sana kuzungumzia punda. Nafikiri tutalichukua. Tutalichukua mwaka ujao. Tufanye na hao wapunda nao wanufaike na wao kwa nini isiwezekane? Sababu kuna video moja nilikuona na punda wale. Sababu tumerudi kwenye asili. Ndio. Na ukiona katika nyumba 100 ukitembelea ama tuzungumzie nyumba 10 Zanzibar. Huwezi kufika nyumba 8 wana baskeli. Sawa? Sasa naamini ni wakati mzuri na ni fursa nzuri ya kurejesha hii kwa kupitia matamasha haya ya baskeli ama michezo ya baskeli, lakini tunaangalia tuhamasishe vipi jamii, schools. Kama nilivyokuambia mwanzo, tumealika schools waje. Na hawa schools watakuwa na options 2. Moja ni kutembea, ambaye anajisikia na hiari anataka kutembea atatembea kwa mguu. Lakini tumewaomba ambao wana baskeli waje na baskeli zao ili siku ile waweze kuendesha baskeli na hawa washiriki wengine ambao wa kimataifa, sababu ndio itakuwa ufunguzi naye apate kuendesha baskeli kilomita tuseme 5 ili naye aandike historia. Lakini hilo kufanya hivyo ni kutaka kurejesha watu kidogo kwenye utamaduni. Ukiona baskeli unajua faida zake ni nyingi mno. Nyingi mno. Na tungependa zaidi turudi kwenye baskeli. Turudi kwenye baskeli. Tuondoke kwenye AC. Naam, bado tupo katika kipindi hiki nikiwa na Mohamed Said Momo ambaye ni mkurugenzi wa Zanzibar International Sports Festival, tukizungumzia yale ambaye yanataraji kufanyika katika visiwa hivyo katika tamasha hili kubwa ambalo licha la kubeba dhana nzima ya mashindano haya baiskeli linabeba au kuendelea kuongeza na kupongeza jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika utalii, lakini pia kile ambacho amekizungumza Momo kama kolabo, mwendelezo wa dhana hiyo ya utalii kutoka kwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tuende katika matangazo, tutarejea. Tukiwa naelekea katika tamati ya kipindi, na nikumbushe tu kama ndio unawasha TV yako hivi sasa, nipo na mkurugenzi wa Zanzibar International Sports Festival Bwana Mohamed Said aka Momo, ambaye amezungumza na tumezungumza naye mengi sana kuhusiana na tamasha hilo kubwa. Sasa Momo, tupeleke katika kumbukizi, kwa sababu najua tarehe ya tamasha kwa ajili ya watazamaji ambao wanaangalia hapa tarehe yenyewe husika, lakini mpaka hapa tulipo bado au tumechelewa kuendelea kujiandikisha? Mwisho wa kujiandikisha ni lini na nini kinachohitajika katika kujiandikisha kwetu? Kwanza bado hatujachelewa na uandikishaji bado unaendelea. Kuweza kujiandikisha ni kwenda kwenye website yetu ambayo ni www.zisf.co.tz. Unaweza ukarejea tena, ambayo ni www.zisf.co.tz. Ukiingia pale utakutia kuna maelezo na kuna kipengele cha kujisajili, na mwisho wa kujisajili ni tarehe 6 mwezi wa 6 huu ndio itakuwa mwisho. Na vile vile uliuliza gharama na mahitaji ambayo yapo hapo. Nini mahitaji ya mtu kujiandikisha? Kujiandikisha ni kama kwa upande wa baskeli ndio unalipa 80,000, lakini ile 80,000 ndio kama nilivyotangulia kusema, mna usafiri wa kwenda na kurudi,
utapata malazi, chakula na maji. Okay. Na siku ile ya kushashindana ukipata tuzo, mshindi wa mwanzo tunampa 5,000,000. Okay. Kushuka chini. Kwa wanawake na wanaume. Wanawake ni nusu. Okay. Nusu ya hiyo. Ndio. Ya hiyo. Sawa sawa. Na nasema kwamba maeneo ya ukiingia zaidi ya kwenye mtandao, kuna eneo lolote ambalo mtu anaweza akajiandikisha kulipia? Unaweza kupiga simu na namba ni 0777 41 54 65. Naomba kurudia tena, ni 0777 41 54 65, ambapo ukipiga namba hii utapata maelezo. Unaweza vile vile ukajisajili. Baada hapo ukaletewa mfumo wa kulipa, ukalipa. Hata vile vile kwenye website ipo. Ukiingia unafanya registration online. Okay. Na payment online unafanya yote. Last year nilikuwa na kit hii hapa ambayo nimeiona, ambayo ina contain vitu vyote, kwamba kuweza kuweka vitu maji yale nini vitu kama hivyo. Naliona nembo letu lipo taifa kubwa liko pale juu kama kawaida, lakini wadau wa michezo nikiangalia hii kit ndio quality na kila kitu ambacho kipo, hii inakuwa package ya namna gani, na mwaka huu zitakuwepo hizi za namna hii au kuna tofauti? Hizi kits zipo, na mwaka huu tutafanya mabadiliko kidogo kutokana na wadhamini wa jambo hili. Kwa inawezekana kuna baadhi ya wadhamini hawatakuwepo, watakuwa wengine, lakini tunategemea vile vile ubora utakuwa huu ama unaweza kuwa zaidi ya hii. Lakini ukiacha hivyo ubora, na naweza nikazungumza vile vile itakuwa nzuri zaidi kuliko hii, sababu kila mwaka tunaenda tunabadilisha, tunaangalia area gani tunabadilisha, na tunajaribu kufikia viwango kila siku, viwango vile vya kimataifa. Ili hawa ambao wanashiriki wakija asija bwana jezi kitu gani hii bwana. Kwa hiyo unamfanyia kitu ambacho yeye anajua kweli hiki kina kiwango cha kimataifa, ili tuweze kuvutia washiriki zaidi wa kimataifa na wa ndani zaidi. Kwa hiyo lazima tufanye kama hivyo, kama Azam. Hambatishi. Naam, kwa neno lako la mwisho Momo, kwa watazamaji na wale ambao wote wapo hapa wakuangalia, kwa maana kwamba wadhamini, watazamaji na wafuatiliaji ambao wanafuatilia au wataanza kufuatilia hili. Asante sana. Mimi ninachoweza kusema hii michezo ni fursa, michezo ni ajira, michezo ni furaha. Bila shaka Watanzania wanapenda michezo, tunaona kabisa, na ni wakati tufanye mapinduzi ya michezo, ikiwa mpira wa mguu, baskeli, mpira wa kikapu na michezo yote. Hivyo basi naamini jambo hili haliwezi kufanyikisha bila sisi wa Tanzania kushikamana, kushirikiana, na Mtanzania atapokuja kuweza kuunga mkono kifikra, kiuwezo, tayari amesaidia taifa. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania kuwa tushirikiane, tuhakikishe mchezo wa baskeli unakuwa kwa hali ya juu kabisa, kama vile tunavyoona kama wenzetu wameweza Tour de Rwanda. Kwa nini sisi tushindwe? Na tuna kila vigezo, na tunajua tunapenda baskeli. Ukitoka nje ya Zanzibar ukienda mikoani, watu usafiri wao ni baskeli. Lakini ukirudi katika historia kidogo, hata viongozi wetu wote wa kitaifa wa nyuma, kila mmoja aliendesha baskeli. Kwa hiyo mimi naomba
ili shughuli ili fanyikishe, tuweze kuungana mkono wa Tanzania mje mshiriki, na sio tu katika baskeli, wapokee wale wanaoshiriki mabarabarani kama kawaida yenu, na pale Kendwa kutakuwa kuna shule ya skuli, mnakaribishwa, hamna kiingilio, ni bure. Kila mmoja aje kwa ajili ya kufurahia na kuwakaribisha hawa wageni wajue kweli Tanzania tunapenda michezo. Naam, Mohamed, nikushukuru sana, na umetuachia zoezi moja, mimi na wenzangu hapo, wakina Mguu wa Dhahabu, wakina Mangasole. Kuanzia hapo tutakapotoka tunaenda kufuata, kuna mnazi mmoja kule, tunaenda kupakaa mafuta ya kula. Maana najua hizo zawadi zitakazokuwa huko juu tutaenda kuziwahi katika muda mwafaka kabisa. Mimi naomba tu Azam washiriki mmoja, japo mmoja wao ashiriki kule. Kwa hiyo mtamteua nani atashiriki? Tutakupatia mwepesi kuliko wote, mwepesi kuliko wote Mahmoud bin Zuberi. Kweli. Watakuwa patoshi siku hiyo. Safi. Shukrani sana Mohamed kwa kufika, na tutaendelea kuwasiliana na kuwepo katika vipindi vingine ili kuweza kukamilisha hili la Festival ya Zanzibar, ambayo ni zaidi ya mtoko kwako wewe ambaye kama ushiriki kuendesha baiskeli, basi yale yanayojiri katika mzunguko wa jambo hilo ni makubwa zaidi. Ni mwisho wa kipindi, tukutane wiki ijayo.